China imepinga vikali hatua yoyote ya kumlenga kiongozi mpya wa Iran, Mojtaba Khamenei, ikisema uteuzi wake umefanyika kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Tamko hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakun, akizungumza baada ya Iran kutangaza rasmi kuwa Mojtaba Khamenei ndiye kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo. Mojtaba aliteuliwa Jumapili na Baraza la Wataalamu la Iran, chombo chenye wajumbe 88 ambacho kwa mujibu wa katiba ya Iran kina mamlaka ya kumchagua kiongozi mkuu wa kisiasa na kidini wa taifa hilo. Uteuzi huo unakuja baada ya kifo cha baba yake aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israel jijini Tehran tarehe 28 Februari. Kwa mujibu wa China, uteuzi wa Mojtaba Khamenei umefanyika kwa utaratibu unaotambuliwa na katiba ya Iran, hivyo mataifa mengine hayapaswi kuingilia mchakato huo wa ndani wa nchi hiyo. Guo Jiakun amesema China imefuatilia taarifa za uteuzi huo, lakini imeonya dhidi ya jaribio lolote la kuingilia mambo ya ndani ya Iran au kumlenga kiongozi huyo mpya. Kwa uteuzi huo, Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 anakuwa kiongozi mkuu wa tatu wa Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Wakati huo huo, mapigano kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine bado yanaendelea kufuatia mashambulizi ya kijeshi yaliyoanza Februari 28. Mashambulizi hayo yameripotiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1250 wakiwemo wanafunzi wa kike 165 pamoja na kiongozi wa zamani wa Iran, Ali Khamenei. Irani nayo imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel na pia kulenga maeneo ya nchi za Ghuba ambako kuna kambi za kijeshi za Marekani. Vile vile katika madhara nchi za Ghuba, vifo vimeweza kuripotiwa pamoja na nchi ya Israel. Uharibifu mkubwa wa miundombinu umeweza kutokea pamoja na vifo kuripotiwa. China imesisitiza kuwa inaheshimu uhuru, usalama na mipaka ya Iran, huku ikiitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kusitisha mapigano yanayoendelea katika Mashariki ya Kati. Aidha, China imetoa wito wa pande zote kurejea mezani kwa mazungumzo ya kidiplomasia ili kumaliza mgogoro huo unaozidi kuongezeka. Rasmi sasa China imeeleza wazi kwamba inafahamu kabisa kwamba utaratibu ambao umetumika kumchagua Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa taifa hilo ni utaratibu uliofuata katiba ya nchi hiyo. Sasa imeonya dhidi ya tishio lolote la kumlenga kiongozi huyo kutokana na matishio ambayo rais wa Marekani Donald Trump na taarifa kutoka Israel zilizokuwa zikieleza kuhusu hali halisi ya uchaguzi wa kiongozi huyo Mojtaba Khamenei ambaye tayari ndiye kiongozi mkuu wa taifa hilo. Na China imetoa onyo kwamba hatua za kumlenga kiongozi huyo basi zitachukuliwa ni hatua ambazo za kikatili sana na za kigaidi ambazo China inaweza kuchukua hatua za kijeshi moja kwa moja. Kufuatia onyo la China, inaonyesha wazi kabisa kwamba mataifa ambayo ni washirika wakubwa wa Iran hawataki kuona hali inajitokeza tena ya kiongozi mkuu kuweza kulengwa baada ya Ali Khamenei ambaye alilengwa mapema kabisa mwanzoni mwa mashambulizi ya Februari 28 mwaka 2026. Basi kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.